Hi guys, mambo vipi? Hope wote mko poa jamani. Tumepoteana kwa sababu ya Ramadhani, mambo mengi, mapishi, mapochopocho na nini. Themanini mwaka huu hatujaoneshana mapishi, hatujaenda pamoja jikoni, lakini all in all sema Ramadhani imeenda salama. Tupo kwenye kuimalizia wapishi wote jamani, wafanyakazi wote ambao mmepika Ramadhani, mwapikia watu waliofunga, wewe ulikuwa unafunga ufunge yoyote yule ambaye ameshughulika kipindi cha Ramadhani jamani, warabuni, kazi ni nyingi, mambo ni mengi. Kipindi cha pesa ni yani, hicho ni kipindi kizuri, kigumu kwenye kazi sawa, lakini ni kipindi cha mkwanja, unatengeneza pesa. Kwa hiyo yote kwa yote tujipongeze na tupongezane, kwa sababu wiki ijayo nadhani tunamaliza, si ndio? Ramadhani ya ngapi leo? Hapa narekodia video hii ni usiku saa 7 sasa hivi. Kwenye nchi za Kiarabu tofauti inakuwa hivi. Kipindi cha Ramadhani ni kama vile mchana unakuwa usiku na usiku unakuwa mchana. Kumekuwa kuna changamoto nyingi, watu kugombana na bosi zao. Bwana, naamshwa saa hizi saa 5 naambiwa sijui saa 7 naambiwa nikasafishe jiko, saa ngapi naambiwa sijui nikafanya hivi. Kipindi cha Ramadhani jamani, Warabuni sio sehemu ya mchezo. Ukiona wewe sio mtu wa kazi, ni mtu ambaye hutaki kutumwa, ni mtu ambaye hutaki kuulizwa chochote, ni mtu ambaye hutaki kuongozwa, unataka ujiongoze, Arabuni usiingie. Unataka kuingia Warabuni, basi usiingie kile cha Ramadhani, kwa sababu utagombana na watu, utalia machozi ya damu. Hakuna mtu ambaye atakuelewa. Kazi ni nyingi, hali ya hewa, yani mambo yatakuwa ni mengi hapo. Kwanza mwaka huu Ramadhani imekuwa ni nzuri kwa sababu kumekuwa hakuna joto kali kama tulivyozoea miaka mingine. Kwa joto ni kali sana, mwaka huu umekuwa kipindi cha baridi, kwa hiyo kumekuwa kuna unafuu mkubwa sana. Sasa kwa wale ambao hawajazoea na hawajawahi, inakuwa ni ngumu sana kwa sababu hukuzoea. Uwe umefunga hujafunga, inatakiwa ufanye kazi. Iwe unaumwa huumwi, inatakiwa ufanye kazi. Jamani, kwa wale wote ambao wanasema nataka kwenda Uarabuni, nataka kwenda kufanya kazi, ukijiona wewe sio mtu wa kazi, msikurupuke kwenda Uarabuni, msikurupuke. Usisafiri kwa ajili ya fulani amesafiri. Sema na nafsi yako kwanza, naweza nikajiongoza, naweza nikaongozwa? Kwa sababu unapoenda kwenye nyumba ya mtu, haijalishi na madamu wako ni mdogo au ni mkubwa, ile bosi wako ni mdogo au ni mkubwa, kwako wewe atabakia kuwa mkubwa. Hata kama umemzidi miaka 20, wewe kwake ni mdogo. Kwa sababu gani? Ana hela na anakulipa. Kwa hiyo wale wote ambao wanasema mimi ni mkubwa, huyu mtu mwenyewe nikimwangalia nimempita miaka kibao, mbele ya bosi hakuna ukubwa, mbele ya pesa hakuna ukubwa. Mwenye pesa ndo mkubwa, sio kwa na pesa ndo mdogo. Maana kesi zimekuwa nyingi msimu wa Ramadhani huu. Maana huyu kagoma kazi, huyu kanaambiwa hivi, sijui nini, tunapata story kibao, watu wanagoma kazi, watu wanafanya. Ukijiona ambaye unaona kabisa unajijua, siwezi kutumwa, nataka nijitume, Uarabuni usiende. Baki kwa nchi yako. Ukiona wewe sijui yani msiingie jamani, msisafiri kwa mkumbo. Msisafiri kwa mkumbo. Eti nimeona shoga yangu amenipigia simu ya WhatsApp, anasema yuko ughaibuni. Kweli nimempigia kawaida, simu haiendi. Yupo kwenye WhatsApp tu, yuko nje. Mimi mwenyewe natafuta passport. Jilinganisha, unaweza kwenda kumilikiwa? Kukaa kwenye kiganja cha mtu. Huendi sehemu mpaka uwaje. Hufanyi kitu mpaka uombe. Hufanyi chochote mpaka uruhusiwe. Unaweza safiri, huwezi baki kwenye nchi yako. Arabuni sio kwa mchezo. Watu wanakesha, wanapata hela kwa uchungu. Tumeelewana ndugu zangu? Chaneli hii imekuwa ni chaneli ya kuambia ule ukweli. Wewe unaenda ukakae vipi, unaambiwa. Yaani yote hapa tunasanuana. Umeelewa?
hamkatwazi kwenda, ila mjipime. Alafu na kuna kitu kingine ambacho kinaongelewa sana na especially, unajua watu wengi wanaozungumza, jamani, kwako wewe ambaye unachanua tu haya mambo, unaongelea Uarabuni, unajua hivi maajenti sijui wafanya kazi sijui nini sijui wanafanyaje, yani kuna zile tuma zile, ambaye hujawahi kusafiri, huelewi situation ya haya mambo yanaendaga vipi. Mimi naombeni mseme mnasema sema, muulize watu waliosafiri, muulize watu wanaofahamu haya mambo, watawaambieni ukweli uko wapi. Kwa mfano, tumekuwa tukisikia sana kesi nyingi wanaongelea kuhusu mikataba. Kesi nyingi wanaongelea kuhusu maajenti, wanasema sijui wanachukua mishahara, sijui wao ndo wanaopanga mshahara. Hapo nimeeleweka kuwa maajenti wao ndo wanaopanga mshahara. Kesi hizi ni nyingi sana. Niwaambieni au niwaache na hili swali ambalo mtabaki mnajiuliza, alafu mtapata majibu. Sipata majibu, tapamana na video nyingine hapa, nitaingia live ili tuongee kuhusu hili. Changamoto yote nimekuwa nikisema hapa, mitihani yote ambayo inatokea ya watu Uarabuni, sababu ni mikataba yao. Mikataba iko hivi, sawa, mkataba unachukua balozini au sijui unachukua wapi, hachukui bosi, anachukua ajenti au inachukua ofisi. Yule bosi hajui hata kilichoandikwa ndani kitu gani. Kwa nini hii mikataba wasiweke achukue yule Mwarabu kabla hajachukua mfanyakazi, kabla hajapata visa? Kwenye visa asipate mpaka akachukue mkataba sehemu fulani. Yaani hizi serikali mbili hizi, serikali ya Uarabuni na serikali ya Tanzania, ziungane, zikubaliane, yaani tuambilane ule ukweli kuwa nchi yetu ina upungufu wa ajira. Sasa kama ina upungufu wa ajira, watu wetu wanavyotoka kwenye nchi yetu waondoke na sheria hizi. Yule bosi anapomwajiri mfanyakazi ameshachukua mkataba mwenyewe, yaani yeye ndo akakuajiri, anachukua mwenyewe mkataba, anasoma zile sheria, yeye ndo anajijua kuwa naweza kumudu huyu mtu ninomleta kwenye ofisi yangu, kwenye kampuni yangu, kwenye nyumba yangu. Sheria zote zilizoandikwa humu, mshahara, mapumziko, sijui yote ameshayasoma. Lakini leo hii mikataba anachukua agent. Agent ananipa mimi nasoma, naona mle vilivyoandikwa mshahara na kila kitu. Mimi najua labda bosi pengine na yeye ameona, pengine na yeye bosi anajua, kumbe hajui. Amelipia tu gharama, mfanyakazi kaondoka. Nafika kazini, mkataba wangu ndo huu. Bosi anasema sijui. Tumlaumu nani? Kwa hiyo wale wote ambao mnakuwa mnazungumza, mtutafute watu tunaofahamu, tuwaambie ukweli uko wapi. Kwenye mkataba ndo tatizo. Mwarabu haujui mkataba. Hao watu ni kweli wana ubaya wao na wana uzuri wao, msiwalaumu tu. Tuliangalie, je, sheria ikoje kuhusu mkataba? Ni haki mimi mwajiliwa ninaoenda kutafuta kazi kwenye ofisi ya mtu niende na mkataba wangu? Wanasheria mtusaidie. Pale Global kuna mwanasheria huwa anajiita mwanasheria, huwa anakuwa na yule Zari. Jamani, mtaji Zari hii video asikie. Mtaji Zari wa Global, Zari Mapito, ili yule mwanasheria tusaidie. Ni haki mwajiliwa kwenda na mkataba kwenye ofisi ya mtu? Kwa sababu hiyo ndio changamoto. Kwa hiyo mko mnaongea maajenti wanakosea hapa, Waarabu wanakosea hapa, na mfanyakazi anakosea hapa. Mimi kwa uelewa wangu naoelewa, endapo mkataba utarekebishwa, itakuwa huyu bosi analipa sawa gharama kwa yule ajenti, lakini ajenti anamwelekeza nenda ofisi fulani kachukue mkataba, ukalipie pesa pale na uondoke na mkataba wako. Kabla hajalipa sasa atasoma mkataba. Mkataba umesema 1, 2, 3. Okay, nafaa kumleta mfanyakazi kutokana na vile vitu ameshavisoma. Lakini bosi hasomi mkataba, hajui chochote, hajui lolote. Leo hii mimi mwajiriwa naingia kwenye nyumba yake, nina sheria zangu. Haki zetu tutazipata kweli? Hatuwezi kuzipata.
Zali, haya mambo ni yana siri nzito sana ambazo sijui nikwambie nini, sijui niwaambie nini. Yana siri nzito ambazo huelewi. Kwanza unashindwa kupata majibu. Mikataba inatoka wapi na anatoaga nani? Na kwa nini sio kwenye ofisi, ili hawa Waarabu waende moja kwa moja kwenye ofisi wachukue mikataba, wasome sheria za ule mtu anaomleta. Wenzetu wa Filipino mikataba yao ipo kwenye maofisi yao. Bosi haleti mfanyakazi pasipo kuangalia mkataba umeandikwa nini, na ndio maana huwezi kukuta Mfilipino kila sehemu. Anamleta aliyomudu vile vigezo alivyoviona kuwa mimi nitakidhi haya yote yaliyoandikwa, ndio anamchukua Mfilipino. Sisi wa Afrika na Watanzania mambo yetu hayapo kiserikali jamani, hayapo. Kwa hiyo hata yale makaratasi ya mkataba sijui niseme nini, sijui ni makaratasi ya nini. Kwa hiyo mambo haya jamani, in deep behind the scene, haya mambo yako ni magumu sana, huwezi kupata majibu. On all, wale wote ambao mnasafiri mwelekeo Uarabuni, safiri ukiwa safe, kajitume, uwe mtulivu, msikivu kwa kupambania maisha yako. Usikae na makelele kwenye grupu, mimi nimeambiwa nikipita na mkataba huu, mkataba wangu umesema hivi, na ubalozi wamesema vile, sijui na nani wamesema nikimbie niende mtaani nikaishi huko barabarani, nitafanya kazi za dei waka. Utakuja ufe kwenye nchi za watu, utakuja ufe kwenye nchi za watu, upate matatizo. Mjichunge, ujichunge. Wewe ndio unajua familia yako ipo kwenye mazingira gani. Wewe ndio unajua umemwacha nani nyumbani. Kelele za kwenye magrupu, za kwenye makundi kwa mkikaa, sijui hivi na hivi, sijui unadanganyana, toroka, sijui hivi, maana ubalozi unasema hivi, maana mkataba unasema hivi. Mwarabu haujui hata huo mkataba jamani, haujui Mwarabu mkataba. Haujui na wala hajui. Hata kama mkataba ndio nini? Ni kitu gani? Ambaye anaona yeye aliingia na mkataba, bosi akauchukua mkataba, akausoma ule mkataba, akafatisha ule mkataba, anyoshe kidole na comment hapo chini, atuambie yuko wapi. Comment tu hapo chini kuwa mimi niliingia na mkataba, nilipofika bosi wangu ananiambia lete ule mkataba, kwa sababu sana ujua. Lete ule mkataba, akausoma, tukaanza kwenda kama mkataba ulivyo. Comment hapo chini utuambie, jamani, mambo haya yako nyuma ya pazia huko. Unajua mtu kwenye giza usiku, yani giza huko nje, ujua kina nani wanatembea, ujue kuna nini. Ndio mambo ya kazi wa Arabuni yako hivyo. Ni giza huko nje usiku, ujui nani anatembea, mbaki nalo hilo.